Sio mtu wangu anampenda sana. Ndio nampenda sana. Ndio nakipenda Mungu. Chozi la yatima halisikiki kwa wengi, linadondoka kimya ndani ya giza. Nalia moyoni, hakuna wa kuniona. Natafuta mwanga, lakini ni giza tu. Chozi la yatima, hadithi ya maumivu, kila siku ni vita, hakuna. Vanessa. 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 Vanessa, mbona siku ya leo una huzuni sana? Hamna tu. Kwa nini jana shule hujaja? Kwa sababu nguo zangu za shule zilinyeshewa na mvua. Mbona dada yako Paulina alikuja shule? Kwa sababu yeye hapo alipata nguo zake za shule. Na wewe je? Mimi umeme ulikatika. Mwalimu alikuwa anakuulizia sana. Si unajua kwamba nakupenda? Ndio. Na ile ndoo ya nini? Ile ndoo naenda kule kisimani kuchota maji. Wewe uliniambia baba yako amekukataza kwenda kuchota maji. Leo nimeamua nimsaidie mamangu mdogo. Kama utakuwa na tatizo lolote, utaniambia, mimi ni rafiki yako. Haya. Kwa hiyo. Mama, uliondoka ukacha moyo wangu, nabaki peke yangu, nalia gizani. Chozi la yatima linaanguka kimya, hakuna anayesikia kilio cha moyo. Ndani ya giza natafuta mwanga, labda kesho kutakuja faraja. Mwanangu, una shida gani? Bali. Unajua rafiki yako Vanessa? Namjua. Ana matatizo. Matatizo tena? Yaani nyumbani kwao wanateswa. Leo ndo nimejionea. Hiyo mbona shida? Kwa hiyo unahitaji mimi hapo nifanyaje? Yaani nikusaidie nini? Uende kaongee nao. Mwanangu, hebu nisikilize kwanza. Ile ni familia, watajua nalimalizaje. Hatuwezi kuingilia katika familia ya watu, sawa? Lakini baba nisaidie. Hebu mwanangu, hebu nielewe, sawa? Siwezi kuingia katika familia ya watu wengine, sawa? Watajua nalimalizaje, sawa? Vipi, umekula? Basi nenda ndani kafanya homework, sawa? Hadithi ya matumaini, hii ni chozi la yatima.
Wewe unataka kufanyaje? Umeweza kuosha vyombo? Hebu osha vyombo huko. Mbaya. Tunataka kunywa chai. Hii ni chozi la yatima. Mimi nishamaliza kujiandaa tayari. Tayari na. Ngoja namba la shule. Ndio shinga? Buku. Nyingine basi na ile. Asante mama. Mama, nishamaliza kufanya usafi, kwa hiyo naomba hela ya shule. Nasikiza, sina hata hela ya shule. Babako hajaniachia hela. Umenielewa? Kwa hiyo kama unaenda nenda hivyo hivyo, sina hela ya shule. Hebu niondokee hapa, toka. Nataka hela ya shule. Unafanya nini? Mbona anachelewa? Hata mimi sijui leo ana nini. Mpaka mvua itatufutia. Twendeni. Vanessa yuko wapi? Wewe unamuulizia Vanessa kila siku Vanessa. Haya una udugu naye wewe Vanessa. Yaani mimi ndugu yake nimenyamaza. Lakini wewe sio ndugu yako. Unajifanya Vanessa, ndugu yako. Bora tu wewe anakuja. Msa mwenyewe huyo. Vipi? Mbona umenuna? Mama yanipa hela. Muongo. Yeye kapewa buku, mwenyewe nimepewa buku. Sijui kaangusha, sijui kapoteza, atajua mwenyewe. Tagana hii. Unajifanya mama huruma. Muache. Na leo naenda kumwambia mama yake. Yaani naenda kazi mazima kwa mama. Yaani ule Salum katoa kazi kubwa, yaani mpaka kuiandika video vinatetemeka. Na yule Rashidi meno kaa vipande vya miogo yule. Kwanza icheke. Anajaza ubao mzima, yaani ukiangalia una hamu ya kuandika. Usipoandika kesho bakora. Muandiko sasa. Yenyewe uelewi. Kama kama Safranko je? Yaani ndio hata akiandika ubaoni hata yaani hapo wakikutana wote. Mwandiko. Bora angekuwa madaktari, walimu sijui wamepatia wapi. Mimi nampenda mwalimu wa Kiswahili kwa sababu yeye mpole. Haya sasa tumeingiliwa. Yaani wewe kila mwalimu nampenda. Yaani tunaongelea mambo mengine hapa ndio unasema mambo mengine. Sisi tunaongelea ambao watu tunawachukia. Unaona unampenda. Unamchukia yupi dada? Tuelewi. Kwa fimbo moja tu. Anakuwa chinja waida.
Naenda kukuja kwa. Lakini sio vizuri kwa sema walimu, kwa sababu walimu wanatoa juhudi kwa kuwafundisha. Ndio wanatoa juhudi kuwatufundisha, lakini wengine wamezidi. Lakini hata sio tabia nzuri kwa sema walimu. Sio tabia nzuri. Tabia nzuri. Ukichapo usemaje hivi? Mbona ukichapo usemaje hivi? Wewe nao umezidi. Leo tu umezidi shoga yangu. Kwa sababu walimu akituchapa ndo anatufundisha. Wengine wanachapa sifa. Juzi mwalimu nani kamchapa mtoto kazimia. Sasa hivi hospitali hatuja na hali gani? Yaani yule mwalimu yule. Ninampania yule mwalimu ambaye amempia mtoto mpaka leo hajaja shule. Na sura lake kabi kidude. Yaani wale walimu, ubao mzima unajaa mpaka nachoka. Mmemwona huyu? Si amesema hajapewa hela? Tumkague nyuma. Kama mimi muongo. Yaani Vanessa, kama tukague ile begi lako tukikuta hela. Hatuchezi na wewe. Na urafiki na wewe basi. Tena mimi ndugu yako. Sitakuja shule na wewe. Unaongea maneno mengi ya nini? Mlete hiyo begi. Leo tu begi. Tunakuchelewesha. Usianze na hili. Wewe mtoto hii nini? Kwanza shika umbu. Hii si buku hii. Hii si buku. Ujali nipolete hiyo buku kwanza. Hii si buku hii. Wangu. Hem tuangalie fake au original? Jamani. Ngoja kwanza. Na mama Chauluma, chukua hiyo buku. Wewe unataka umpe 500. Sitaki kukupa na 1500. Na wewe ungebaki na 500. Wewe kelele. Na 1500 tu 400. Buku usimrudishie wewe, si mama Chauluma. Chukua hiyo. Hamna. Ela umechukua hapo, nataka utaka maongezi mengi nini? Achana naye kweli. Baki na mama Chauluma. Tuondoke. Mimi sijapewa, yaani nadhani tu nimecheza hapa mchezo. Chozi la yatima halisikiki kwa wengi, linadondoka kimya ndani ya giza, nalia moyoni, hakuna wa kuniona, natafuta mwanga lakini ni giza tu. Chozi la yatima, hadithi ya maumivu, kila siku ni vita, hakuna pumziko, lakini ndani yangu bado kuna tumaini kwamba siku moja nitaitwa wa thamani. Usiniache. Kwa majina naitwa Vanessa Simon Tengia. Nimeigiza kama mtoto wa yatima mbona muone vile analia kila masaa. Kwa majina naitwa Najma Muhammad Mirasi. Nimeigiza kama rafiki yake na mtoto yatima. Napenda sana. Asante. Kwa majina naitwa Rema Hussein, nimeigiza kama rafiki yake Paulina. Asante. Kwa majina naitwa Paulina Charles Samson, nimeigiza kama mtu ambaye namtesa Vanessa. Tunapenda! Wenshu Movies, power to the story. Ikisema subiri, bado hujaisha. Chozi la yatima, hadithi ya maumivu, kila siku ni vita, hakuna pumziko, lakini ndani yangu bado kuna tumaini kwamba siku moja nitaitwa wa thamani. Usiniache, nihurumie, mimi ni mtoto tu, nahitaji upendo na mkono wa kuninua.